baada ya Yesu kufariki, kanisa limeingia kwenye nyakati za Yesu aliyokufa msalabani. Hapo zamani kanisa lilikuwa na msalaba tu, halikuwa na sanamu. Lakini baada ya Yesu kufariki, kanisa limeingia kwenye nyakati za Yesu alikuwa msalabani. Kwa hiyo pale unapofundisha somo la kumjua Yesu aliyekufa msalabani, lazima ufundishe kwa kutumia mfano wa Yesu aliyekufa msalabani. Kwa hiyo sanamu iliyopo kwenye msalaba ni kifundishio cha kanisa, kwamba wale wanafunzi wa kanisa unapowafundisha ufahamu kumjua Yesu aliyekufa msalabani, lazima uonyeshe mfano wa Yesu aliyekufa msalabani. Kama vile unamfundisha mwanafunzi kumjua ndovu, kama hujaonyesha mfano wa ndovu, mwanafunzi akiona ndovu hawezi kujua. Pia Yesu akishazaliwa tena hapo mbele, atatafuta makanisa ya wapenzi wake. Kanisa la wapenzi wa Yesu aliyekufa msalabani lazima waonyeshe mapenzi yao waziwazi. Makanisa yote ya wapenzi wa Yesu aliyekufa msalabani lazima waweke sanamu ya Yesu ili kuonyesha mapenzi ya kanisa hilo. Pia Yesu atazaliwa, atalijua ili kanisa la wapenzi wangu. Pia wapenzi wote wa Yesu lazima waonyeshe mapenzi yao waziwazi. Pale Mkristo anapojivika rozari, anaonyesha kwamba yeye ni mpenzi kanisa la Yesu aliyekufa msalabani. Kwa hiyo pia wapenzi wote wa Yesu wanapotembea ulimwenguni, kama wamejivika rozari, wanafahamiana au wapenzi wa Yesu aliyekufa msalabani. Pia Yesu mwenyewe akizaliwa, akimwona mtu amejivika rozari, anafahamu kwamba huyu mtu ni mpenzi wa Yesu aliyekufa msalabani. Mapenzi yako usiyafiche, lazima uyaonyeshe waziwazi. Kwa hiyo watu wengi wanakwenda kukasi kanisa la Katoliki kwamba kanisa linaabudu sanamu. Kanisa la Katoliki linaenda kadri ya Mungu. Mungu anawapa ufahamu wabatizwa wafanye nini kwa wakati uliopo. Baada ya Yesu kufariki, Mungu amewapa ufahamu wabatizwa watengeneze sanamu ya Yesu ili ile sanamu ya Yesu iwe kifundishio cha somo la Yesu aliyokufa msalabani. Pia kanisa lile lifahamike ni mapenzi